أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا في كتابه العزيز الحكيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق الله العظيم. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtukufu wa umma, si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumshukuruni Allah ambaye ameweza kutupa neema ya uzima na tukaweza kufika eneo adhimu, eneo takatifu kwa ajili ya kuyatekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala. Bali kwa hakika katika muda kama huu wapo wenzetu ambao wako mahospitali, kuhila ambao ni mashida, kula ni madharubu, na wengine katika muda kama huu tayari wameshaondoka katika ulimwengu huu wa dunia na wanaandaliwa katika maisha mengine ya kaburi. Kwa hiyo mimi na wewe ambaye Allah tabaraka wa taala ameweza kutupa neema hii ya uzima na tukaweza kufika leo hii kwa ajili ya kuyatekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala, basi hapana budi kupeleka shukrani zetu za dhati kwa Allah tabaraka wa taala, japo ni kwa uchache, kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ahbab rasulillah, awalan usikum wa tanbihan bi taqwallahi azza wa jalla. Ndugu zangu Waislamu, jambo ambalo ninahusia vile vile kuihusia nafsi yangu ni katika swala zima la kushikamana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakika ya wale wenye kushikamana na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala ndio watakaofaulu mbele ya Allah. Allah tujalie tuwe miongoni mwa wenye kushikamana na maamrisho yake. Ndugu zangu Waislamu, bado tuko katika mwezi wa Rajab. Katika hutuba ambazo kwamba ziliweza kutangulia katika Ijumaa zilizopita, tuliweza kuelezeana katika mwezi huu wa Rajab kuna mambo ambayo Muislamu anatakikana aweze kuyaweka kipaumbele katika mwezi huu wa Rajab.
kuna mambo ambayo Muislamu inapaswa aweze kuyafanya kwa wingi, lakini pia katika mwezi kama huu kuna mambo ambayo tunatakikana sisi Waislamu tuweze kujitahadharisha nayo. Tuliweza kuzungumzia miongoni mwa mambo ambayo yanapaswa Muislamu kuyafanya kwa wingi katika huu mwezi wa Rajab ni kuleta istighfari, kuleta tauba na kumswalia kwa wingi Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo katika mada yetu, jambo ambalo litaweza kuwatahadharisha lakini vile vile kuitahadharisha nafsi yangu ni kujitahidi tuwe tunasimama katika ukweli na tujiepushe na kusema uongo. Na miongoni mwa maradhi ambayo leo hii watu wengi wameathirika nayo ni kuto kusema kweli. Si wafanyaji biashara, si wanunuzi. Asilimia kubwa leo watu wanaingia katika kusema uongo, na mtu anaona bila kusema uongo hawezi kufanikiwa katika jambo lake. Leo wafanyaji biashara, ukienda huko masokoni ama madukani, utakuta hapa juu ya bidhaa imepangwa vizuri ili kuvutiwa wewe mteja, lakini baadaye ukinunua basi utajuta kwa kile ambacho kwamba umeweza kukinunua. Na wengine wanafikia wakati wanakula viapo kabisa, kama wallahi maharage haya ni mazuri, maharage haya maji mara moja, lakini ukiyanunua utaanza kupika ndani ya masaa 4 hayajaiva. Kurudi kwa hao bodaboda sasa, umuulize huko wapi, akwambia niko kijiweni, kumbe yuko mjini. Sisi nasi wenye kutumia simu, asilimia kubwa tunasema uongo, na uongo ni miongoni mwa madhambi ambayo tumeweza kutahadharishwa nayo, tuweze kujilinda, tuweze kuwa mbali nayo. Ukweli siku zote ndiyo utamsababisha mtu aweze kufaulu katika jambo lake, na hivi ndivyo alivyotuamrisha na kutuelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Tauba aya 119. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi mliomwamini Mwenyezi Mungu, enyi waumini wa kweli, ittaqullah, kwanza mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muogopeni Allah. Jambo ambalo leo pia takwa asilimia kubwa hatuisimamishi vile ipasavyo. Wengi ibada zetu ni za misimu, Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani mpaka Ramadhani, wengine Idi mpaka Idi, wengine hawana cha Ijumaa wala hawana cha Ramadhani wala hawana cha Idi. Ataingizwa msikitini, hajaswaliwa yeye, enda kuzika. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Mwenyezi Mungu. Na tukiangalia katika hizi sifa za waumini, kama tutaanza kuzielezea moja baada ya nyingine, wengi tutakuwa Waislamu lakini sio waumini. Kirudi katika sura Al-Baqara,
Mwanzoni kabisa Allah ameanza kuelezea sifa za wale waumini wa kweli, akasema ya kwamba alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ukitaka kufahamu kwamba mimi ni muumini ama sio muumini, ni Muislamu, rudi katika Qur'an. Allah alivyoelezea waumini wa kweli ni wale ambao alladhina yu'minuna bil ghaibi, kwanza wanaamini vitu vya ghaibu ambavyo hawavioni kwa macho. Unafanya jambo la kheri, alafu unaambiwa kwamba jambo hili malipo yake ni kwa Allah tabaraka wa taala. Wewe bila kuwa na kipingamizi ukaweza kuamini, ukaambiwa kwamba kwako wewe kuna malaika ambao wanaandika thawabu zako na madhambi yako, huku walikuwaona lakini ukaweza kuamini. Wayuqimuna salata, kisha waumini wa kweli ni wale ambao wanasimamisha swala tano, sio kuswali, kusimamisha swala tano kama alivyoelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an. Sasa hebu tuangalieni katika haya aliyotuelezea Allah tabaraka wa taala kwamba sifa ya waumini, sifa zao kwanza ni wenye kuamini vitu vya ghaibi, alafu wanasimamisha swala tano. Mimi na wewe kwa siku tunasimamisha swala ngapi? Ikiwa swala zako ni 2 ama 3 ama 4, bado hujaingia katika sifa ya muumini. Ili uwe muumini wa kweli, basi utekeleze swala tano kama alivyoamrisha Allah tabaraka wa taala kwa wakati wake, na sio kuswali unavyotaka wewe. Muda wa dhuhuri unakuja kuswali alasiri, na muda wa alasiri unakuja kuswali magharibi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na ukitaka kutambua waumini wa kweli ni wale ambao vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amewaruzuku wanatoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Mimi na wewe tunapozungumziwa katika suala la kutoa tunakuwa vipi? Asilimia kubwa tukiona jambo la mchango tu kwa ajili ya Mungu, kila mmoja kashona mlango na kila mmoja anaosha kidole, anaudhu, wengine wasikia usingizi. Hizi ndio hali ambazo tunazo sisi Waislamu. Sasa kama itafikia wakati Allah amekuruzuku lakini ukashindwa kutoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, utakuwa unaswali lakini bado hujafikia daraja la muumini. Ili ufikie daraja la muumini, usiwe bakhili, usione hasara kupoteza 100,000 milioni 1 kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anawaelezea hawa waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Mwenyezi Mungu, enyi waumini wa kweli, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, wa kunu ma'as-sadiqin, na kuweni pamoja na wale wa kweli, kuweni wa kweli. Jambo ambalo leo ukisema kweli katika umma, ukiwa kweli katika familia, utaomba mdogo sana wewe, na utaitwa pia umbea. Mbea yule watakikana usome katika ukweli. Huyu kaiba, sio utumie janja kwa ajili ya kumtetea. Lakini kwa kuwa sisi hatufuati taratibu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, basi mtu anaona bora aseme uongo lakini ndugu yake aweze kumzuia. Bora mtu aseme uongo lakini biashara yake isilale iishe. Hii ndiyo hali ambayo tunayo. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anatueleza sisi waumini wa kweli, kwanza tumcheni Allah, alafu tusoma katika kweli.
Ukiona kwamba mchele sio mzuri, mwambie mteja wako. Yeye naye kama ni binadamu atautumia, kwamba labda alikuwa atakachukue kilo 20, ukamweleza ukweli akachukua kilo 10, kuliko wasema uongo akaenda kuona kitu ni kibaya, kesho arudi tena, kesho atakuhama. Lakini sisi tunaona kwamba bila kusema uongo hatufanikiwi, kumbe ni tofauti. Kwa hiyo tujitahidi sana ndugu zangu Waislamu, tusimameni katika ukweli kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba alaikum bisidqi, jilazimisheni sana na kusema ukweli. Jilazimisheni sana na kuzungumza ukweli. Ukweli leo umekosekana. Kuna baadhi ya watu hutumia mpaka kusema kwamba wao ni wagonjwa wachangiwe, alafu anakunywa pombe, anadhulumu. Wangapi wamepita katika misikiti? Tena wengine hutumia mpaka maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu anakuwa na imani, anamsaidia, akitoka hapo kumbe na yeye. Wengine wakusikizia mpaka maradhi, kwamba nina maradhi bwana nisaidieni. Na wengine mpaka kufoni mpaka vyeti anakuja nayo, kumbe hana maradhi. Wengine wanakuja na ngine kwamba anachangisha msikiti, kumbe pesa anachangisha kwa ajili ya faida yake. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza alaikum bisidqi, jilazimisheni na kusema ukweli. Kwa nini Mtume alituambia kwamba tujilazimishe na kusema ukweli? Fa inna sidqa yahdi ila albirri, ukweli siku zote huongoza katika wema. Na Mwenyezi Mungu anatuambia kutila al-kharasu, watu waongo wote wanalala ya Mwenyezi Mungu. Allah amewalani. Sasa ukijifanya wewe ni comedy, unasema maneno ambayo kama si ya kweli, ili mradi ufurahishe watu, ili upate kipato, lakini kwa Mwenyezi Mungu na msala. Takuta Muislamu anasema uongo kabisa, na unajua kwamba hili la uongo, watu wanacheka, yule comedy nzuri sana, lakini je, ni la kweli? Na al-kadhbu haramun walau kana ibuza, uongo wowote ni haramu, hata kama kwa masiara tu alikuwa anakutania haramu. Kwa hiyo Mtume anatuambia semeni ukweli, kwa sababu ukweli yahdi ila albirri, huongoza katika wema. Ukiwa muongo siku zote utakuwa wema, na itafikia wakati utakuja kusema neno hata kama ni la kweli, uhitaji kusaidiwa, lakini madhali ulikuwa huna ukweli, watu wakukuzia, wacheni uongo sana, hauna lolote, kwa sababu unachangiwa, unasema unauma, ukizunguka nyuma umepiga moja ya baridi, moja ya moto. Wanasema kumbe muongo yana maradhi. Kesho umeumwa kweli, unataka msaada, acheni bwana, atazunguka kunyuma. Siku ya kwanza, ya pili umekufa. Wa innal birra yahdi ila aljanna, na Mtume anasema hakika ya wema humsababisha mtu kumuongoza katika pepo. Ukiwa mkweli utakuwa mwema, na ukiwa mwema ni tiketi hiyo ya kuingia peponi. Wama yasalu rajulu yasduqu, na haachi kuwa mtu akawa anazungumza ukweli. Wayataharra sidqa, na ikiwa kazi yeye anaeleza ule ukweli wake, jambo la kweli anazungumza vile vile. Hatta yuktaba inda Allahi sidika, mtu akiwa katika hali kama hii, maisha yake anasema ukweli, kwa Allah anaandika fulani bin fulani, huyu ni mkweli. Bwana Mtume Muhammad akaendelea katika maneno yake,
akasema ya kwamba wa iyyakum walkadhba, jitahadharisheni, jiepusheni na uongo. Tuliokuwa na sifa kama hizi, kutumia labda tiketi ya kuchangisha misikiti tukajenge, kutumia tiketi ya madrasa, kutumia maradhi, tuacheni uongo. Utafikia wakati umeipiga pili, utahitaji kusaidiwa, usisaidiwe. Na kuna wengine ndio maradhi yao haya, wanaona bila kusema uongo mimi sitoboi. Mnaofanya biashara, simameni katika ukweli. Biashara zenu Mwenyezi Mungu atazitia baraka. Kwa hiyo Mtume anatutahadharisha, anasema wa iyyakum bil kadhibi, jitahadharisheni na jiepusheni sana na kusema uongo. Fa innal kadhba yahdi ila al-fujur, hakika ya uongo siku zote huongoza katika maovu, uovu. Wama yazalu rajul, na haachi kuwa mtu yakdhibu, anasema uongo, ila mingali uongo. Yaani kuna watu mpaka wanaitwa watu wa comedy. Mzee yule comedy kweli kweli bwana. Muongo ule mzee. Wayatahadha al-kadhba, na ikawa mtu imeshaki yote ikueleza uongo, anapokaa simu ya uongo, akizungumza maneno 100 100 mengine yote ya uongo, hata yuktaba inda Allahi kadhaba. Mtu akiwa katika hali hiyo tu kwa Mwenyezi Mungu, basi anaandikwa kwa fulani bin fulani, huyu ni muongo. Na ukiwa muongo, basi takuwa hata mara za watu ukipewa fadhila, huna uaminifu, kwa sababu utakuwa muongo. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una